Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kutazama kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo, ambapo mchezo huu ni mchezo wa mzunguko wa 25. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Yanga wameweza kupata dhidi ya Namungo, like video yetu, alafu twende kwenye comment section katuambie Alan Okello katika 100% unampa asilimia ngapi, kwa sababu ni miongoni mwa mchezaji ambaye siku ya leo ameweza kuwa katika kiwango bora sana. Fahamu, katika kipindi cha kwanza klabu ya soka Yanga Sports Club walikuwa aggressive sana. Tunashuhudia katika dakika 26 kupitia kwa pasi mpenyezo iliyopigwa na Mudathir Yahya Abbas, basi Duke Abuya akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kuongoza. Lakini kabla ya kwenda mapumziko, dakika ya 39 kupitia kwa Hassan Kabunda akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Namungo bao la kusawazisha. Mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, basi Yanga Sports Club walikuwa 1 Namungo 1. Tunashuhudia katika kipindi cha pili yule Alan Okello Starboy dakika ya 53 akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili, na ilikuwa ni bao lake la 10 kunako ligi kuu ya NBC. Tunashuhudia Yanga Sports Club wakaendelea kufanya msako mkali katika lango la Namungo, na ndipo katika dakika ya 86 kupitia kwa Alan Okello Starboy, mchezaji ambaye kwa sasa amekuwa kipenzi cha wanayanga wengi na wapenda soka nchini Tanzania, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi Young Africans wameweza kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo. Sasa kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, vita ya ubingwa imekuwa moto kweli kweli, kwa sababu nashuhudia Young Africans wapo kileleni, wameishusha Simba wakiwa wamecheza michezo 25, wameshinda michezo 18, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans wamefunga mabao 58 na kuruhusu mabao 9 wakiwa na faida ya mabao 49 wakiwa na alama 60 kileleni mwa msimamo. Katika nafasi ya pili yuko Simba, ambaye Simba yeye amecheza michezo 25 akishinda 17, sare michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 45 na kuruhusu mabao 10 akiwa na faida ya mabao 35 na alama 58 katika nafasi ya pili. Kwa hiyo tunaona tofauti ya alama kati ya Yanga na Simba ni alama 2, na zikiwa zimesalia mechi 2 kuweza kutamatika kwa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo vita ya ubingwa kati ya Simba na Yanga Sports Club imepamba moto msimu 2025 2026. Hebu shuka kwenye comment hapo katuambie, katika vita hii ambayo ni Simba na Yanga wanagombania ubingwa msimu, je, ni klabu gani ambao unaiona itakwenda kutoa ubingwa msimu? Hebu shuka kwenye comment hapo ili tuende sawa, mdau wetu wa nguvu. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Namungo kumalizika na klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kupiga kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ali Kamwe anasemaje? Cha kwanza anasema alhamdulillah, hapa akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo ameweza kuyapata. Kisha akaandika hivi, kauli mbiu ni ile ile, hakuna kilichobadilika, kila mtu ashinde mechi zake. Akaweka na kimoji cha kuvaa miwani. Kumbuko Yanga kwa sasa wapo kileleni kwa tofauti ya alama 2 dhidi ya wapinzani wao Simba. Kwa hiyo kauli mbiu ya Yanga wanakuambia kila mtu ashinde mechi zake, alafu mwisho wa msimu watakwenda kufanya mahesabu. Kwa hiyo yanaamini Yanga akishinda mechi zao, basi moja kwa moja watakwenda kuwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Tuambie kwa hiki ambacho amekisema ndugu Ali Shabani Kamwe. Je, unaiona Yanga kienda kubeba ubingwa na kuipiku Yanga kwa mara na kuipiku Simba kwa mara ya 5 mfululizo? Toa maoni katika comment na sitakuja kuyasoma.